plot number 16. Hello, karibu tuvae sana. Asante. Fanye hivyo. Acha tu nikae kwa sababu unajua mama. Volore. Weekend inakaa hivi weekend. Weekend inakaa hivi. Na wageni wakitaka kuingia wanapita kwa mguu ama mmeambiwa order from above. Kujaandika anapo barua wanafika hapo. Sisi ni mwishowe. Ndio ile factory mali ya umma. What is the story? Inaenda kwa manikio. Kila sana gani amjui wa kumbi wewe. What is the story? Mr. Dan. Correct. Sasa Naona mmeweka barua gani nyingine mna? Sawa. kwa manufaa yenu. Tunataka mlipe mshahara sasa ukikataza. Nani anaubia? Mkubwa kijakataa. Baada kitabu unaandika mahali unaenda, kama ni kitambulisho yangu unaonesha majina, unaenda wapi unaenda? Hapana. Kama Irina kutufungulia nije kutoka kwa nani? Kwa mkubwa. Wakubwa ndo nani? Hapo. Wanafanya hapo. Tufungulie. Nataka tuone factory. Hatuingi? Ker? Hata usisubuliane kufunga. Hakuna haja kufunga, atufunge. Yes, come share sir. You know, this is already a mess. You don't need to, you don't come to that. Yes. Organiani as the minister have to give him Eugene has nothing to do with the Eugene has nothing to do with the commission. Probably you see kwa TV. We are here because we are on a fact-finding mission. We are having a meeting in Mumias. We have a platform of engaging the President of the Republic of Kenya and all government machinery so that they can be able to provide solution for our problems. So when I'm speaking, please don't guide me because I know what I'm talking about. So as like I've said, with us we have a government chief whip who is with us here. And we have a platform that we can use it to engage the President of the Republic of Kenya and his government so that the government can be able to provide the solution for the very many problems that affects this region economically. So we felt that let us first come and meet with the management of Nzoia Sugar. We gave them enough notice, we wrote to them, we spoke to the managing director and they told us we will find him with his board here in the factory so that we can be able, we put him in that position so that he can come up with a reform plan to be able to reform our factory. And we have a right, the people of Bungoma have a right to get feedback from the managing director on what plans he has put in place in payment of the farmers using the little money that the government sent it to him. But it's completely unfortunate that we are denied access to the factory because we are told by the security guards that they have not gotten clearance from the Honorable Eugene Wamalwa. This is what we've been told here. And we are asking, who is Eugene Wamalwa in the farmers of Bungoma? I mean, this is a factory, this is a public entity. You do not need any permission of any government minister to grant the leaders of the region an access to have a meeting with you and discuss with you. But it's clear, as you have seen, that where we are going to begin from. The problem is with the management. Because we have always been asking them that if you get farmers from cane from the farmer, you crush the cane, you sell, you get the money, but you don't pay the farmer. So if our first step is the problem that we seek to wrap up in our resolution is that the management of Nzoia Sugar is completely incompetent
beginning from the chairman to the heads of department. That is where we must begin from. And we are going to beef up these resolutions today so that we can now deliver the same memorandum to the President of the Republic of Kenya, because we are not in the opposition, we are government. The President listens to us. So we want to engage him on the basis of a document that contains what we feel is very important to revive the economy of this country. But I can assure you farmers that we are going to deal with the wrong management of Nzoia Sugar Company. That's where we must begin from. And we are even inviting the ethics and anti-corruption to first find out where they took the money that the money that they sold the sugar, which was crushed from the cane that they bought from farmers. We want to create a scenario where if they buy cane from the farmers and they sell the cane from the farmers, the first priority is to be able to pay the farmers. So as you have seen and wananchi have witnessed, that the first problem of Nzoia Sugar is management. I think we have some managing directors who are put in places by certain people to serve their own personal interest. We want a mature person who will be put in a position not to manage the interests of an individual, but to manage the interests of the whole community. I have seen him planting cane. We don't hire an MD to come and plant cane. You hire an MD to bring and sound management systems that will ensure farmers are paid on time, farmers are paid their money on time, and there is no excuse as to why you have not paid the farmers, because we are told there is no sugar in their warehouses. It can only be an excuse if you have sugar and there is nowhere you sell the sugar. So I want our people to remain as their press. Wananchi wa wakulima na wabunge wenzangu chini ya Chief Whip Mheshimiwa Washali, sisi tumekuja hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya hii factory yetu hii. Kama kwanza ni kama wabunge kutoka eneo hili ya Western, na tumekuwa na hii mchatala kwa muda mrefu ya kwamba wakulima wetu hawajalipwa, ya kwamba wafanyakazi wa Nzoia hapa na Mumias hawajalipwa. Kwa hivyo tumekuja kwa mambo ya Mumias na mambo ya Nzoia na factories zingine kama Kitinda Teri na Malakisi Jinari, ndio sisi imetufanya kama wakaaji wa eneo hili kuja kushughulikia, na tunamuuliza rais wetu hapa taifa, Rais Uhuru Kenyatta, ya kwamba sisi ndio pillars yake katika mkoa huu wa Magharibi, na tunauliza Rais Uhuru Kenyatta ya kwamba wakulima factory zetu hizi mbili Nzoia na Mumias, rais ashughulikie vile ameshughulikia eneo la Mount Kenya. Hizi pesa ambazo amepeana mabilioni na rais wetu si rais ya ukabila. Kama angekuwa na ukabila angemleta Raila ambaye alikuwa akimtusi na maneno mengi. Tumeonelea Rais Uhuru ni mtu ambaye ako na roho safi, na hiyo roho yake safi tunamuuliza amushe Mumias, amushe Nzoia, amushe Kitinda, amushe Malakisi Jinari. Sisi hatuna maneno mengi, hatukuja kupika siasa, tumekuja tu kwa ajili ya uchumi wa eneo ya Western ya Magharibi imeenda chini zaidi. Watu ni maskini, hata hao bodaboda kupepa mtu saisi hawezi pepa. Walikuwa wanategemea hii factory, wakipata mshahara ndio wanatumia bodaboda. Sasa kila mtu hapa amekuwa maskini zaidi kuliko watu wote. Wamama hata hawezi uza mboga, wafanyakazi ndio walikuwa wananunua mboga ya wamama. Sasa mama mboga hawauzi mboga, juu hawa hawajalipwa, hawana pesa. Sasa rais alipeana pesa kule ya majani chai, pesa ya kahawa, pesa ya maziwa, pesa ya mchele, na amefufua factory mbili kule. Tunaomba tafadhali Rais Uhuru Kenyatta amusha hizi factory zetu mbili. Hatuna maneno ya siasa, tunakupenda na tunakuomba uche uinue eneo hii ya Western. Na nataka Mheshimiwa Washali Chief Whip wetu Benjamin Jomo Washali. Mimi ni mjumbe wa Mumias East, na pia mimi ndio kiranja mkuu kwa upande wa serikali katika bunge kuu la Kenya.
na mimi nataka nijiunge na wenzangu hapa, viongozi kutoka sehemu hii ya magharibi, kutoa kilio chetu, kwa sababu sisi tuko na wasiwasi kubwa sana. Tuko na wasiwasi kubwa kwa sababu hii sekta ya sukari na sekta ya miwa hakuna ule mtu anazungumzia. Ripoti zote zile zimekuja katika bunge letu la Kenya zimeangushwa. Ile task force ile iliwekwa na ndugu gavana wa Kakamega na waziri Kiunjuri, mpaka leo hii mwaka mmoja na nusu hiyo ripoti jawasilishwa kwa rais wetu, na iliyo inatupatia wasiwasi kubwa ni kwamba ule Kiunjuri alikuwa co-chair wa hii task force, sasa hayuko tena waziri wa kilimo. Hiyo ni kuonyesha kwamba hii sekta ya miwa, ukuzaji wa miwa, sekta ya sukari sasa imesaulika kabisa. Sasa imeingizwa kwa kaburi na hatujui kama itafufuka. Na ndipo saa hii wajumbe wa sehemu hii na viongozi tumeshikana, tuje tutembee tuone ni lipi tunaweza kufanya pamoja factory zetu, na sisi wenyewe tuone kama kunaweza kuwa na kitu ile inaweza kufanyika. Na hiyo ndio imetuleta hapa. Kwa bahati mbaya tukapata kwamba kampuni ya umma, Nzoia Sugar Factory ni kampuni ya umma, ile haitakani kuzuia hata mwanabodaboda kuingia hapo, kwa sababu mwanabodaboda alichangia kuweko kwa hii kiwanda. Leo hii tumefungiwa kuingia kwa kiwanda cha Mumias cha Nzoia, na hiyo ni maneno inaturudisha nyuma. Na kutokana na experience yenye tuko nayo, ukiona managing director amefunga ofisi yake ama amefunga kampuni yake vile Nzoia amefungwa namna hii, kuna maneno ya corruption nyuma yake, maneno chafu yenye hataki sisi tuweze kuundua, ili watu wanufaike kwa Nzoia Factory vile ilikuwa inanufaika hapo awali. Vile tunapotoka hapa tunaenda Mumias Sugar Company kwa receiver manager, na mimi huko kutakuwa na heshima, kwa sababu receiver managers wanataka tutatue ile shida ya Mumias Sugar Company. Ikiwa mtakumbuka, hii uongozi wa Western ndio uongozi wenye ulilobi pesa bilioni 3 ile ilikuja Mumias mwaka 2015. Ikalobi 500 million ile ilikuja hapa Nzoia. Ndipo tunataka tupate report juu hiyo pesa imesaidia ama haijasaidia. Kama haijasaidia ni lipi tunaweza kufanya kama team. Hatuseme sisi ndio tuna solution, lakini kwa sababu ya yale yamefanyika kule Central vile wenzangu wamesema, tuko na imani na rais wetu, na najua hawezi kutuacha sisi wa watu ya Western ili tuweze kuwa na umaskini milele. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii kuomba manager wa kampuni yetu ya Nzoia, mahali popote penye aliko, kama kazi imemshinda aweze kujiuzulu bila kunyanyasa factory yetu, kwa sababu ile kazi tunafanya kama wajumbe tutaweza kumsaidia hata maneno ya budgeting. Itakuwaje sisi tusaidie maneno ya budgeting na heri huku ametufungia mlango, hatuwezi kuingia kwa factory yenyewe yenye tunatakana tusaidiane. Kwa hivyo ni ombi langu, na tukirudi katika bunge likifunguka tarehe 11 mwezi wa pili, tutauliza kupitia kwa nafasi yetu, tutauliza komiti ya agriculture iweze kuzuru hapa hii kiwanda ya Nzoia, iweze kuestablish ile kitu tunakataza sisi kujua. Kwa sababu lazima kuwe na maneno hapa yale yenye hatujui. Ukuzaji wa sukari is profitable in nature, na ndipo hizo private factories hapa zinatengeneza pesa mingi. Imekuwaje Nzoia na miwa mizuri ile inalima kwa nucleus estate, miwa mizuri ile wakulima wanaleta hapa imeendelea kudidimia kila mwaka ujao? Sisi tuko na interest, na interest yetu ni kuona kwamba factory yetu ya Nzoia inafufuka, factory yetu ya Mumias inafufuka, factory ya Gitinda inafufuka, factory ya Ginari ile ya cotton inafufuka, vile breweries ya Kisumu ilifufuliwa, na vile port inatengenezwa, na vile Kikome ya Eldoret inatengenezwa, ili watu wetu pia waweze kuwa na furaha wakiishi area hii yenye Mungu aliwapatia. Sisi hatutakoma, we will never give up. Sisi we shall never give up. Tutaendelea, na hata kama itakuwa baada ya wiki zingine 2-3 bado tutarudi hapa ili tuweze kujua ukweli wa maneno. Asante na Mungu awabariki sana. Amen.